kwenye ligi kuu huku ili sisi tuwe mabingwa unahitaji timu 4 ziweze kushiriki katika huo ubingwa wetu. Simba sisi wenyewe, tutakayemfunga sisi, Yanga na atakayemfunga Yanga. Hasa hesabu ya timu 4 zote zikaenda sawa sawa ni ngumu, lakini kwenye NBC inahitaji timu 2 tu, ni sisi wenyewe Simba na mpinzani wetu ambaye tutacheza naye sasa kwenye CRDB. Sasa kwenye NBC huku kwenye ligi kuu ni ngumu, ndio maana sisi tumeweka malengo ya kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Ubingwa ni majaliwa, lakini ni ngumu kupiga hesabu na zikaenda sawa sawa kwa timu zote 4. Kwenye mpira wa miguu wanasema vitu ambavyo hauwezi kuvicontrol basi usidili navyo, kwa maana ya kwamba huwezi kucontrol mechi nyingine, huwezi kucontrol matokeo ya mechi nyingine. Unachoweza kucontrol ni mechi yako wewe mwenyewe. Kwa sisi huku kwenye ligi kuu, akili yetu kubwa ni kushinda michezo yetu 3 ambayo imebakia. Kwenye kombe la CRDB ndiko ambapo tumewekeza nguvu kubwa na akili kubwa, kwa sababu ipo kwenye mikono yetu, tunaweza kuicontrol, kwa maana ya kupambana, kushinda, tuchukue ubingwa. Haieleweki mmechukia au mmefurahia? Hatuwezi kueleweka kama tumechukia ama tumefurahia Yanga kutolewa. Aingie katika mchezo huu ukiwa ni mchezo wa tumaini lake la kusalia katika ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi, ama kwa mazingira hayo basi, inafanya mchezo wetu huu wa kesho kuwa mgumu, na sisi tumejipanga kwenda kupambana, twende tukapate matokeo mazuri. Mnapata picha gani mkiangalia Mtibwa ambayo of course mlipata nayo sare, lakini kwa maana ya kwamba Yanga washindani wenu kwenye mbio za ubingwa nao vile vile wakiwa ugenini, tunasema ngoma iliwachachia? Mtibwa ni timu kubwa, kwa maana ya iko muda mrefu katika ligi. Kwa hiyo kuna nyakati huwa wana practice ukubwa wao, na ndio maana haishangazi kuona anachukua sare kwetu, anachukua sare kwa Yanga, na tena za yeye kuchomoa. Maana yake ni kwamba unamfunga lakini hakati tamaa, anaendelea kupambana, anaendelea kuja. Lakini timu yenye wachezaji wengi wenye vipaji vikubwa, vijana wadogo ambao hawachoki. Ukiona timu ina uwezo wa kusawazisha nzuri ya kusema kwamba aidha tumefurahi wao kufungwa ama tumechukia wao. Majibu wameshatoa, lakini wamesemaje? Msemaji amesema bahati haikuwa yao. Hatutaki habari za bahati. Habari za bahati tuachie bahati nasibu ya taifa. Wao watuambie, sababu ni hizi 2 tu. Kwani hamna bahati kwenye mpira? Ninyi mlimtaka nani? Tulimtaka Yanga sana kwenye finali, sababu tuliamini ingekuwa finali yetu nyepesi sana. Semaji? Nakwambia ya Yanga ambao umetoana nao jasho msimu, tunaamini ingekuwa ni finali yetu nyepesi sana, lakini ni finali yenye sifa kubwa. Ukicheza finali na mpinzani wako mkuu katika nchi, ukimfunga, sifa yake inakuwa ni kubwa, na sifa yake inadumu milele na milele. Kwa hiyo tulimtaka sana yeye kwenye finali. Na mind you, Yanga hajawahi kutufunga sisi kwenye kombe la CRDB tangu limeanzishwa. Tumekutana naye mara 2, tumemfunga mara 1 kwenye nusu finali mabao 4-1 Benjamin Mkapa. Tukaja finali Kigoma tukamfunga bao 1 bila la Tadeo Luanga. Kwa hiyo hajawahi kutufunga kwenye kombe la CRDB. Kwa hiyo tulimtaka sana yeye, kwa sababu huku kwenye kombe la CRDB yeye ni mdhaifu kwetu. Alishachungulia hiyo rekodi. Ameshachungulia, lakini kama haitoshi, msimu huu yeye kwetu ni mwepesi mno. Ukiangalia rekodi ya msimu huu, sisi ni bora kuliko yeye, na ndio maana tukasema huyu sisi tunamtaka sana, kwa sababu tunafahamu namna ya kudili naye na namna ya kumfunga. Kwa upande wa Azam ni nusu finali, ni finali ngumu, kwa sababu msimu huu Azam ni timu ngumu sana kwetu, na ndio ukiangalia ndio timu pekee ambayo ameifunga Simba Sports msimu huu katika ligi kuu. Tumecheza naye mechi 2, tumevuna alama 1 pekee. Lakini ukija kwa Yanga tumecheza naye mechi 2, tumevuna alama 2. Kwa hiyo unaweza ukaona
Nani hapo sisi kwetu alikuwa ni mpinzani mwepesi, lakini hizo alama mbili ambazo amevuna ni moja amesaidiwa na refa na nyingine yani ni papatu yani ile nchoko yani ya sijui yani haina maelezo ya kitaalamu alichomwaje zile goli mbili. Kwa hiyo sisi kwetu huyu ni mtu mwepesi mno ambaye kama angeingia fainali tulikuwa tunakwenda kumfanya kitu kibaya mno, asingesahau yeye na vizazi vyake. Nakwambia. Unazungumza na wana Simba, Morogoro ni jirani hapo. Tumemaliza yote ya Costi, ya Arusha na kila kitu. Kwa sasa akili inatakiwa kurejea katika ligi kuu. Ligi kuu huku bado hatujamaliza kazi. Tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba tunashinda michezo yote ambayo imesalia. Tuna kibarua na Mtibwa Sugar. Kama ambavyo nimesema awali, Mtibwa Sugar ukiangalia kama wepesi fulani hivi, lakini hawachelewi kukuharibia shughuli. Na kwa sasa tulipo hatutakiwi kudondosha hata nusu alama katika michezo yetu ambayo imebakia, kwa sababu kosa lolote la kudondosha alama tumejitoa kwenye ushindani. Na sisi hata kama tunakosa ubingwa, lakini tunataka twende hivi hivi mpaka tamati ya ligi, kila mtu akiwa haelewi kitu gani kinakwenda kumtokea. Lakini wetu tumalizane na Mtibwa, turejee Dar es Salaam, tuje tumalize mechi mbili za mwisho.